Uwepo wako mahali hapa ni wa thamani sana. Mungu anamthamini sana mwanadamu. Mwanadamu, hata kama mwanadamu mwenzako anakudharau, anakubeza, lakini mbele za Mungu sio hivyo. Mwanadamu yeyote mbele za Mungu ni wa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Thamani ya mwanadamu ni kubwa sana kwa Mungu. Ndiyo maana hata alimtoa mwanae kwa sababu anawapenda wanadamu. Akamgharimia kwa thamani mwanadamu kwa kutoa uhai wake. Kwa sababu huyu mtu ni wa thamani, Bwana alitoa thamani kwa ajili ya maisha yake. Usimdharau mtu, kwa sababu mtu huyo ni mali ya Bwana, na Bwana anamthamini, anamana na kuthamini. Mbele yako ninayesimama naitwa Mchungaji Yohana Bundala Shihamba. Ni mwinjilisti, ni mwalimu, lakini bado ni kiongozi wa jimbo, makamu askofu wa jimbo la Shinyanga. Hapa nikiwepo nimesimama kama mwinjilisti. Bwana asifiwe. Amen. Na nikiwa kama mwinjilisti, unielewe kwamba nia kubwa ya Kristo ni watu wapate kumgeukia, waweze kumrudia. Duniani tunaishi, lakini tunapokuwa tunaishi, tunapita kwenye nyakati na vipindi mbalimbali. Lakini katika nyakati zote, ziwe za raha, ziwe za magumu, zote tunapaswa kutambua ya kwamba sisi tuko duniani, lakini sisi wote ni miliki ya Bwana, na yote tunayopata kama ni mema, utukufu tumpe Bwana Yesu aliye hai. Yesu asifiwe. Hebu tujifunze kitu hiki. Unajua, watu wamehubiriwa sana Injili. Wakati najiuliza nitasema nini juu ya watu wa kijiji hiki, Bwana akasema nami, si kwamba tu watu wanahitaji kuhubiriwa. Watu wamehubiriwa Injili muda wa kutosha, wanaelewa, maana wana masikio, wana ufahamu. Mwanadamu sio kama mnyama. Mwanadamu ni wa tofauti kabisa na mnyama. Ukisema kitu anaelewa. Kuna watu wengine kabla hata hujasema wanapuuza. Usipuuze kabla hujasikiliza. Usikilize, alafu baada ya kusikia uanze kufikiria yale uliyosemeshwa. Unaanza kuchambua. Mwanadamu ndivyo alivyo. Anasikiliza kwanza, baadaye ndio anachuja, anachukua la kwake. Haleluya. Kama unapuuza kabla hata hujasikia, ni kama hauna hekima kidogo. Mwenye hekima ni mtu anayekiri kwamba hajui kitu ili aweze kupata kitu kipya. Anayesema anajua kila kitu, huyo bado hekima yake ni ya chini sana. Wenye hekima huwa tayari kusikiliza ili wasikie, waelewe, alafu watajua cha kufanya mwishoni. Haleluya. Tunajifunza kwa habari ya kuchanganyikiwa. Unaweza ukasema kuchanganyikiwa. Kuchanganyikiwa. Haleluya. Kuchanganyikiwa ni nini hii kitu? Kuna watu wamechanganyikiwa, japo wengine unawaona wanaishi kawaida, lakini ukifuatilia unakuta amechanganyikiwa. Kuchanganyikiwa maana yake nini? Kuchanganyikiwa ni kupoteza uwezo wa kuwaza sahihi, ni kupoteza uwezo wa kuamua sahihi, ni kupoteza dira. Ni mtu ambaye amesongwa sana na mizigo mizito ikamwelemea na akakosa majibu. Huyo mtu amechanganyikiwa. Kuchanganyikiwa ni kufika viwango vya kutokupata majibu ya maswali. Ikiwa una maswali na majibu hauna, hapo umechanganyikiwa. Kuchanganyikiwa pia ni kubaki njia panda. Mtu unayemwona yuko njia panda amechanganyikiwa, amekoswa cha kufanya, hana maamuzi ya kufanya, maana amechanganyikiwa. Sasa duniani kuna watu wengi wamechanganyikiwa. Unaweza ukafikiri yuko sawa, kumbe amechanganyikiwa. Maana kuchanganyikiwa ni kukosa uwezo wa kuamua sahihi, wa kufikiri
si sahihi. Mimi siku moja nikapiga hesabu kwamba hivi mtu aliyechanganyikiwa unaweza ukamgundua kwa dalili zipi? Nikaona dalili ziko nyingi, nikachambua chache. Mtu aliyechanganyikiwa unaweza ukamkuta ana furaha iliyopitiliza, lakini anachofurahi ukiangalia hakifanani. Unamwona mtu anacheka, watu wanamuuliza mbona unacheka? Huyu huwa ni mwehu, huwa amechanganyikiwa. Kumbe kucheka, wakati mwingine ukicheka bila utaratibu unakuwa kwenye grupu la kufanyaje? Bwana asifiwe. Sasa kuna wakati mwingine mtu aliyechanganyikiwa anafanya maamuzi yasiyo sahihi. Siku moja kulikuwa na kijana, baba mmoja kwenye familia. Huyu baba ana mali nyumbani, ng'ombe zipo, nyumba zipo, ana mashamba ya kutosha, lakini watoto wake, mmoja huwa anaanguka kifafa, mwingine huwa amechanganyikiwa tu, akili zake haziko sawa, lakini mali ziko pale. Watu wanasema nube la kole, lakini kuna mambo yanaendelea. Siku moja yule kijana, kukawa na mtoto amezaliwa kwenye ile familia. Mtoto amezaliwa ana miezi mitatu, yuko ndani amelala. Yule kichaa, yule aliyechanganyikiwa akaingia ndani, akaenda mpaka chumbani, akamchukua yule mtoto chumbani mwenye miezi mitatu, kambeba kwa mkono mmoja, alafu kule kuwa na sakafu kwenye ile nyumba, alafu akazungurusha hivi katoto ka miezi mitatu, akazungusha, alafu akapiga chini, alafu akaanza kucheka, akaanzua kicheko. Mtu aliyechanganyikiwa maamuzi yake sio sahihi. Mtu aliyechanganyikiwa anayoyafanya sio sahihi, kwa sababu ya kuchanganyikiwa. Anayoyatenda hayafanani na utu. Wao unahurumia, lakini yeye hata huruma haipo, maana amechanganyikiwa. Anayoyatenda sio mambo ya maadili, ila yeye amejaa furaha. Sio rahisi mtu akachukua hatua ya kumpiga chini mtoto kwenye sakafu, mtoto akakauka, alikufa pale pale. Halafu huyu bwana akaendelea kucheka, anacheka. Yani wakati mwingine hatambui nyakati za furaha na nyakati za huzuni. Wakati wengine wanahuzunika, yeye amejaa furaha. Ujue mtu huyu naye amechanganyikiwa. Haleluya. Mtu mwingine ambaye amechanganyikiwa, unaweza ukaona ana alama ya wazi ya mtu anatembea uchi. Kutembea uchi, hapana shaka, ukimwona mtu hana nguo anatembea, jambo la kwanza utagundua huyu mtu hazimtoshi. Mtu huyu akili haipo. Angekuwa na akili angekuwa amevaa nguo. Haleluya. Amen. Lakini leo wako watu wengi ambao wamechanganyikiwa. Wanapenda kusema kuna watu waliochanganyikiwa, anaweza akapewa cheo cha ukurugenzi kwenye wale waliochanganyikiwa, lakini kuna wengine anaweza akawa msaidizi wa aliyechanganyikiwa. Anaweza akawepo yule katibu wa waliochanganyikiwa, akaweko na mtunza hazina wa waliochanganyikiwa, halafu kukawepo na wajumbe wa waliochanganyikiwa. Yani kamati, kunakuta kuna kamati, halafu kuna halmashauri inakaa pamoja na waliochanganyikiwa. Wanaweza kufanana, na siku mwenyekiti wa waliochanganyikiwa akawa hayupo, unaweza kashangaa mjumbe anakalia kiti, anakuwa mwenyekiti kwa muda. Unapomwona aliyevaa nusu uchi, kama hakuna aliyevaa uchi kabisa, basi huyu amekaimu nafasi ya ukurugenzi wa waliochanganyikiwa. Ukimkuta mtu amevaa robo uchi, huyo mtu amekaimu nafasi ya ukurugenzi wa waliochanganyikiwa, kama siku hiyo hawapo waliovua kabisa nguo zote. Sasa unaweza ukaona barabarani tunapishana na watu wengi waliochanganyikiwa,
wengine wanakwenda mpaka makanisani, lakini ukiwatazama wamechanganyikiwa. Kuvaa kwao kunaweza kutambulisha kuwa wamechanganyikiwa. Maamuzi yao yanaweza kuonyesha kuwa wamechanganyikiwa. Wanavyotenda ni ishara ya kwamba wamechanganyikiwa. Haleluya! Lakini unapomwona mtu amechanganyikiwa, yuko barabarani, usiwe mwepesi wa kumlaumu. Yako mambo yanaweza kuwa yamesababisha akachanganyikiwa, na ili kumsaidia mtu huyu aliyechanganyikiwa, ujue vyanzo vya kuchanganyikiwa kwake, maana bila kujua unaweza ukabaki unamlaumu. Wengine wamechanganyikiwa, hawajapenda. Yako mazingira yaliyopelekea wakawa katika hali hiyo. Ni nani awezaye kujua kwamba hawa nao wanahitaji msaada? Dunia imejaa maswali, hakuna majibu. Hiyo ni ishara tosha ya kwamba tayari watu wamechanganyikiwa, wanatafuta majibu, hawajawahi kuyapata. Ndiyo maana aliyekosa majibu amebaki njia panda. Kubaki njia panda, tegemea ajali kutokea. Kama utabaki njia panda, saa yoyote ajali inatokea. Lazima kujua atafanyaje atoke hapo. Nataka nikukumbushe vitu vichache kwamba yako mambo yanaweza kumchanganya mtu. Kuchanganyikiwa sio lazima kutupa makopo, sio lazima kutembea uchi. Unaweza ukawa na akili zako, umevaa nguo nzuri, lakini bado kwenye mzani umechanganyikiwa. Una maswali hayana majibu, tayari umechanganyikiwa. Haleluya, amen. Bwana asifiwe. Umekosa uelekeo, unatafuta suluhu, haijapatikana. Hiyo nayo ni kuchanganyikiwa. Vitu vinavyochanganya maisha ya watu ni muhimu kuvifahamu. Tutaendelea baadaye kuviona. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wacha tusome maandiko, kitabu kile cha Marko 5. Marko sura ya 5 ule mstari wa 1 na kuendelea. Twende pamoja nami hapo. Nitasoma mwenyewe kwa ajili ya kukomboa wakati. Biblia inazungumza maneno, inasema wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Ugerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja vunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese, kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akajibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia hao. Akawapa ruhusa, wakaenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, amen. Haleluya. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Mtu aliyechanganyikiwa, mtu ambaye amechanganyikiwa, kuna mambo unaweza ukayabaini kwake. Hata ukimshauri hawezi kushaurika. Hata ukimfunga kwa pingu anazikata. Hata ukimwekea mipaka anaivuka, maana amechanganyikiwa. Angalikuwa na akili timamu, ukimwekea mpaka avuki hapo. Lakini ikiwa amechanganyikiwa, hata ukimwambia usivuke hapa, unakuta amevuka, maana amechanganyikiwa. Inasemekana
Biblia kuwa huyu mtu alikuwa anatembea makaburini, anatembelea mazingira hatarishi, roho ya umauti karibu naye, anatembelea kwenye umauti, kwa maana ya kwamba wakati mwingine dhambi inawapeleka watu kwenye umauti. Anayeishi katika dhambi anatembelea kwenye umauti. Huyu mtu anatembelea makaburini. Biblia inasema nywele zake zilikuwa chafu mno. Maana yake nini? Mtu aliyechanganyikiwa huwa hakumbuki kuchana, huwa hakumbuki hata kunyoa, huwa hakumbuki hata kuoga. Nywele zake ni chafu. Maana yake nini? Mtu ambaye amechanganyikiwa, mawazo yake ni machafu, akili ni nywele. Mtu aliye na mawazo machafu, huyo mtu amechanganyikiwa. Mawazo yake hayafai, hayapendezi, hayamtukuzi Mungu aliye hai. Ujue mtu huyo amechanganyikiwa, ni kichaa. Ndiyo maana nywele zake ni chafu sana, mawazo yake ni machafu sana. Huyo aliyechanganyikiwa hana utu, kwa sababu amechanganyikiwa. Hata anapojizuru yeye kwake sio kesi, anajikatakata kwa mawe. Unajiuliza, mbona anajikatakata kwa mawe? Yeye hatajihurumii, maana amechanganyikiwa. Watu wanamwambia wewe unachofanya ni kibaya, hakifai, lakini hawaelewi. Bwana asifiwe sana. Kulikuwa na mtu mmoja mimi nasema alikuwa amechanganyikiwa. Alikuwa na pikipiki yake nzuri kabisa, bodaboda, imeandikwa machapa mengi. Wengine wanaandika tu timu yake na kadhalika, wengine wanaandika Ebeneza ya mchungaji, imeandikwa Injili. Bwana asifiwe. Sasa yeye alikuwa ameandika lile bango kwa nyuma, managa yako, imeandika tu hivyo. Hebu sema tena, managa yako. Imeandikwa tu pikipiki, managa yako. Yule kijana alikuwa na jeuri na kiburi. Hiyo jeuri na kiburi ni alama za kuchanganyikiwa. Aliyechanganyikiwa huwa na jeuri zake. Ukimuuliza hata jeuri alionayo inatoka wapi, kumbe ni kuchanganyikiwa. Kule kuchanganyikiwa, wako wengi waliochanganyikiwa, lakini kuchanganyikiwa sio sifa ya kutambia kwamba mimi nimechanganyikiwa. Huyo nao ni wewe unaongezeka, ni alama ya kujiumbua. Kuchanganyikiwa kwako kunaendelea kuongezeka. Mwenye jeuri na kiburi ameandika jua mambo yako, managa yako. Anaambiwa na watu walikuwa kimshauri, mara anachukua wake za watu, wanaambia lakini tabia kijana uiache. Angalia bodaboda imeandikwaje, managa yako. Bwana asifiwe. Anafanya matukio ya ajabu, watu wanamwambia lakini ndugu yangu unayoyafanya hayapendezi. Managa yako, achana na mimi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jeuri ya mtu, kiburi cha uzima. Unapokula na kunywa, unashiba, unainuka, unakwenda, unaweza ukafikiri ni salama, kumbe unapokuwa umechanganyikiwa, maamuzi yako sio sahihi na mwisho wako sio salama, kwa sababu haujapata neema ya kuokolewa kutoka kwenye hali ya kuchanganyikiwa. Hiyo ni hali ya hatari. Yule aliyekuwa amechanganyikiwa alikuwa anajikatakata kwa mawe, anajizuru yeye mwenyewe. Kama umechanganyikiwa, hata kama unajizuru, wewe hauoni kama unajizuru. Watu wanaona, wanakuambia unavyofanya unajiharibu, lakini wewe unasema ninajiharibu kwa namna gani? Mimi niko salama. Kumbe hakuna usalama. Kama mtu atafumbuliwa macho akagundua amechanganyikiwa na hapo alipo sio salama, anaweza kuwa na akili ya kuanza kutafuta wapi pa usalama wake. Haleluya, haleluya. Kijana akaendelea na tabia zake. Watu wa wanasema, wanarudia kusema, inafika mahali wananyamaza. Inawezekana hata Nuhu alikuwa anasema, anawaambia watu, anasema tena kwamba kuna gharika linakuja, watu tuingie kwenye safina. Wakamwona yeye ndiye aliyechanganyikiwa, kwa sababu wao ndio waliochanganyikiwa. Wakageuza kibao, wakasema yeye ndiye aliyechanganyikiwa. Kumbe mtu
Mtu aliyechanganyikiwa anaweza kujihalalisha kuwa yuko salama, akawaona walio salama ya kwamba wamepotea, ya kwamba wamechanganyikiwa, ya kwamba hawana uelekeo. Ndivyo ilivyo hata leo. Watu wengine waona watu wanakwenda kumwabudu Mungu aliye hai, wanasema wamekosa kazi, wanasema hawa ni wehu, wanasema hawa wamechanganyikiwa. Ndivyo ilivyozoeleka hata leo. Inawezekana umeambiwa unaenda wapi, naenda kanisani, watu wakasema hawa walishaweuka, lakini nataka nikwambie kuna dalili za walio wehu na kuna dalili za kutambulisha hawa sio wehu. Haleluya, haleluya. Wakati mwingine unapoambiwa umechanganyikiwa, unamwambia mtu, unamsahisha kidogo, unamwambia sijachanganyikiwa, nimechangamka tu kwa Yesu. Haleluya. Maana inawezekana ukakosa cha kusema. Mtu amesema umechanganyikiwa, wakati mwingine unamwambia tu nimechangamka tu kwa Yesu. Haleluya. Yeye anajua umechanganyikiwa, hii ni staili tu ya kuchangamka kwa Yesu, sio kuchanganyikiwa. Huyu kijana siku moja akapata ajali, akawa ameanguka kwenye mtalo, pikipiki kamlalia, imemlalia pale. Watu wanapofika pale wanaangalia bango la pikipiki inasema managa yako, waendelea na safari. Anakuja mwingine anaangalia huyu jamaa kama amekandamizwa hapa, anazuiela hapa, amebanwa na exhaust inamuunguza, lakini bango linasema managa yako, endelea na safari yako. Ni hatari sana mtu akichanganyikiwa, madhara yako nje. Bwana asifiwe. Managa yako, watu wakajua mambo yao, wakampita mpaka kafa kwa sababu ya kiburi cha uzima. Maana ameandika managa yako, na ni kweli watu wanaangalia kwa bango hili, basi mimi niendelee na mambo yangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mambo yanayochanganya watu yako mengi. Jambo la kwanza nalochanganya maisha ya watu, wako watu wamechanganyikiwa, hawajapenda. Sasa nikuonyeshe mambo machache ambayo huwa yanachanganya watu. Jambo la kwanza ni matukio. Matukio, sema matukio. Matukio. Wako watu wamechanganyikiwa leo kwa sababu kuna matukio kwenye maisha yaliyotokea. Matukio yako ya aina mbili. Kuna matukio ya shari na matukio ya hiari. Yale matukio yanaweza kumfanya mtu kubaki njia panda kwa sababu ya matukio yaliyowahi kutokea. Inaweza likawa tukio la kufanywa ukatili, linaweza likawa tukio la kufiwa, linaweza likawa tukio la kufirisiwa, linaweza likawa tukio la kuumizwa, la kuuguliwa, la kuibiwa vitu vyake, la kutapeliwa mali yake, la kuonewa na kunyanyaswa. Unamkuta amechanganyikiwa, amebaki njia panda, anasema Mungu, kwa nini mimi umeruhusu haya? Kumbe ni matukio yamepita kwake. Ikiwa ni matukio yamefanywa kabaki njia panda, pole, Bwana kusaidie, kwa sababu haukupenda, lakini matukio yalitokea. Ni kama ajali ilitokea. Wako watu leo ni wakuhurumiwa kwa sababu ya matukio yaliyowahi kuwafika. Ameishiwa watoto wake, ameishiwa wazazi wake, amepotewa na ndugu zake wa zamani, ameachwa na kutelekezwa. Hilo nalo ni tukio ambalo linamuweka mtu njia panda. Atapata wapi msaada? Mtu huyu amechanganyikiwa kwa sababu ya msingi. Usimlaumu, maana ni matukio ambayo hata yeye hakuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo lingine ambalo linachanganya akili za watu ni kupanga mipango na mipango haitimii. Kila unapopanga mipango haitimii. Unajitahidi kutengeneza lakini unaishia patupu. Mtu ambaye anapanga mipango haifiki, anatumia gharama kubwa ya kupambana ili kufikisha mipango, na mipango
haifiki, huwa inafika mahali akili inachanganyikiwa. Haleluya! Uwezo wa kuamua unafeli kwa sababu amejaribu, amekusudia jambo nalo halijafanikiwa. Kuchanganyikiwa kunatokea. Haleluya! Lakini njia nyingine ya kuchanganyikiwa ni kile kitendo cha kufanya dhambi. Dhambi huwa inamfanya mtu anachanganyikiwa. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Haleluya! Haleluya! Dhambi huwa inamfanya mtu kuchanganyikiwa. Mwanamke mmoja alikuwa ni binti, akiwa ni binti anasimuliwa maelekezo, anapewa adabu na wazazi wanamwelekeza, wewe binti yetu jitunze vizuri. Kwa sasa wewe ni kijana, vijana wanaweza wakaona kufukuzia, lakini jitunze vizuri. Umaliza ujana, Bwana atakupa wa kufanana, atakupa wa kwako. Lakini kijana anayapuuza maelekezo ya wazazi wake, lakini wazazi hawezi kukosea, walikuwa wakimpanga endelee kuwa salama. Dhambi inachanganya watu. Huyu mtu, binti huyu, alichokifanya akaingia kwenye maisha ya dhambi, akaanza kuruka na vijana, analuka na vijana, analuka na vijana. Sikiliza mwisho wake. Mimba huwa hazichelewi, wala hakuna mimba ya bahati mbaya. Kila mimba inaingia kwa kusudio kabisa. Bwana asifiwe! Hakuna mimba ya bahati mbaya. Ikaingia mimba, akabeba mimba. Sasa wazazi wakamuita siku moja, wakamuuliza, tunataka utuambie hii mimba ni ya nani? Mseme mtu aliyekupa mimba. Yule binti yeye mwenyewe hata mjui aliyembebesha mimba, akasema sijui ya nani. Wao nao wazee wake wakasema, unajifanya mjanja, lakini sikia, hii mimba yako itazaliwa, lakini sisi hatutakuwa washiriki kwa chochote. Wazazi walikuwa na msimamo kama Krismasi. Sema msimamo kama Krismasi. Tarehe 25 Disemba kila mwaka. Kila mwaka. Hii huwa haibadilishi mazingira miezi fulani kama Pasaka. Krismasi tarehe 25 Disemba. Siku zote. Wazee wana msimamo. Wakamwambia tutaona. Kweli masikini wa Mungu, huyu binti na yeye hajui mimba ya nani. Kwa nini? Wanaume ni wengi. Kama una mbwa pale nyumbani wa kike, ikitokea amefungua kinywa ukamuuliza hii mimba ya nani, hawezi kukwambia. Wanasifiwe. Kwa sababu wanaume ambao huwa wanamwandama jeshi kubwa, kikosi Mass of Giant, wanamwandama madume, mashujaa yako nyuma yake. Kwa hiyo na yeye binti anaongea ukweli, simjui muhusika, na ni mimba ya kwanza ukizingatia. Mtoto akazaliwa. Haya makelele hayazui mimba kukua. Haya makelele haicheleweshi mimba kutimia. Siku zinaenda, zikawa kama zimewahi. Baada ya pale mtoto akazaliwa, bonge la mtoto cheupe, anaasha, ila baba yake hajulikani. Wazazi wana uwezo, wakasema hatutashiriki kutoa msaada wa aina yoyote. Haleluya! Wakawa kwenye hali ya namna hiyo. Binti akabaki anaumia, akajaribu kuambia watu wengine ambao waliwahi kuwa na uhusiano naye, wanamwambia mimi sijawahi kufikiria wala kupanga kuzaa na wewe, sijawahi. Lakini mbona kama ulinicheze? Tuheshimiane sana, tena kaa mbali na mimi, sitaki mazoea. Bwana asifiwe. Unaposhindwa kusikiliza maagizo na neno la Bwana, maadili ya wazazi, unaweza ukaingia mahali na ukapoteza uelekeo. Kupoteza uelekeo ni kuchanganyikiwa. Yule binti akabaki moyoni hana amani. Dalili mojawapo ya mtu aliyechanganyikiwa, anaweza kuongea peke yake barabarani, anaweza kujisemesha peke yake. Mtu amejaa huzuni, mtu amejaa maswali, hakuna majibu, akijiuliza nitapata wapi majibu? Maswali aliyonayo yanaashiria kuwa amechanganyika.
kuchanganyikiwa. Akipata majibu anakuwa ametoka kwenye kuchanganyikiwa. Akipata uelekeo atakuwa ametoka kwenye kuchanganyikiwa. Aliye njia panda akipata uelekeo pa kuelekea atakuwa ameondokana na kuchanganyikiwa. Huyu dada aliye na dhambi naendelea kutafuna maisha yake amechanganyikiwa, maana haoni hatima, haoni maisha yake yatakuwaje. Wazazi wameonyesha msimamo wa kutokumsaidia, maana amewaficha. Walitaka washughulike na aliyehusika na mimba. Bahati mbaya binti hajui, maana wanaume waliokuwa wakihusika naye walikuwa ni jeshi na msururu. Ni hatari sana binti kujigalaliza hivyo. Aibu nayo ni hali ya kuishia ufahamu. Kizazi cha leo unafanyika kuwa kama choo cha pale stendi, kila mtu anatoa 200 anaenda kudumbukiza mzigo wake. Usifanye hivyo, maana hiyo ni dalili ya kuchanganyikiwa. Haleluya! Usichanganyikiwe kiasi hicho. Uwe na ufahamu wa kukutosha, maana haihitaji kusoma sana. Wakati mwingine akili yako tu ya kuzaliwa inatosha kuamua ya kwamba hili siwezi. Unakuwa na uwezo wa kusema hili hapana, una uwezo wa kusema hili sawa, maana hili nitapotea, unaachana nalo. Bwana asifiwe. Siku moja mawazo mabaya yakamwijia. Una thamani gani hapa duniani kama wazazi wamekataa kuhudumia mwanao, halafu waliokubebesha mimba wote wamekutelekeza? Sasa shetani anaanza kumnong'oneza. Dhambi ni mojawapo ya kuchanganya akili za watu. Nimesema aliyechanganyikiwa maamuzi yake huwa sio sahihi, nywele zake ni chafu, maana yake mawazo yake ni machafu. Shetani akamwambia huna thamani, wala huyu mwanao hana thamani. Wazazi wako hamthamini, watu wote wanakucheka kila unakokwenda. Kumbe ni shetani aliyechanganya ufahamu wake kwa njia ya madhambi. Madhambi yana tabia ya kujificha. Ndio maana Adamu alipofanya dhambi alipata ufahamu wa kwenda kujificha. Bwana anatokea, uko wapi? Anasema niko hapa, nimejificha, maana niko uchi. Nimekwambia aliyechanganyikiwa anatembea uchi. Huyu akasema niko uchi, nimejificha. Dhambi inamchanganya mtu, akili zake, anaonekana ametupa na nguo zake ni uchi, maana siku zote uliishi hivyo. Kumbe amechanganyikiwa. Haleluya! Dhambi inamchanganya. Siku moja binti akaamua, alichokiamua sio sahihi, maana amechanganyikiwa tayari. Akaamua kuchukua sumu ya panya ya shilingi 100, akaikoroga. Mtoto ana miezi 6, amekuwa bonge. Haya, akaamua nitamnywesha mwanangu, baada ya kumnywesha nitamalizia mwenyewe. Hayo maamuzi yote umechanganyikiwa. Mtu anayekimbilia kamba kujinyonga, mtu anayekunywa sumu, yule mtu amechanganyikiwa akili. Anayekimbilia kujizuru, anayekimbilia kuzuru wengine, yule aliyekuwa amechanganyikiwa. Alienda pale makaburini ajikatakata, lakini watu waliokuwa naenda hata kumkamata alikuwa amezuia mpaka njia. Kuwazuru wengine anatishia. Ukiona mawazo ya kuwazuru wengine, kulipiza kisasi, kuangamiza maisha ya wengine, kukatili maisha ya watu wengine, wao wamechanganyikiwa. Na hata ukiwa na mawazo ya kujizuru, wao wamechanganyikiwa. Nataka niseme na wewe leo uliyechanganyikiwa kwa sababu ya dhambi, nataka nikwambie kuchanganyikiwa sio dini, sio mahali salama, maana hapo patapoteza maisha yako. Umekaa na maumivu ndani ya moyo, na maumivu haya yanaendelea kukuchanganya kwa sababu ya matukio uliyopitia, kwa sababu ya dhambi unazofanya. Nataka nikushauri jioni ya leo, dawa ipo ya kutibu hali ya kuchanganyikiwa. Mwanamke huyu dada akafaulu kukoroga sumu yake, akawa amemnywesha mtoto. Mnafahamu wa mama, wakati anamnywesha mtoto syrup, wana yeye anajihami, wanajitahidi na yeye kujipambania.
Mtoto akawa anapambana, kikombe kinakuja, lakini akawa amemeza kidogo. Wakati anahangaika naye, mtoto akapiga kikombe akamwaga. Saa hiyo alitarajia nimalize kumnywesha mtoto, alafu na mimi namalizia tufe mimi na mwanangu, maana hatuna thamani yoyote kwa wazazi. Haleluya! Wewe bado ni wa thamani mbele za Bwana. Usijihukumu kwa namna yoyote ile, hata kama umepitia mangapi, hata kama ni dhambi ya namna gani, hata kama umetengwa, hata kama umekataliwa. Usifikie kiwango cha kujiona ya kwamba hauna thamani kwa Bwana. Endelea kuiona thamani Bwana na kuthamini ili ulivyo. Bwana na kuthamini, naye anakusudi jema, anakuwazia mema. Ukipata ufahamu jioni ya leo ya kwamba Bwana bado anakusamini, usijizuru, usifanye maamuzi ya hovyo. Mwamini Yesu Kristo jioni ya leo. Yesu atageuza maisha yako, atabadilisha maisha. Yule dada akafaulu kumwagiwa ile dawa. Wanasema hata kama unajinyonga kambi kikatika, utasubiri siku nyingine. Haleluya! Mtoto akawa amemeza, lakini amemwaga sumu. Mtoto alianza kulia, ilikuwa saa 5. Lia sana, lia, akalia mtoto. Amelia mtoto, ilifika mahali mtoto amegua kilio mpaka wazazi wakashtuka. Wakaenda, vipi binti yetu, kuna nini mwanao analia hivi? Sijui, homa imembana ghafla. Homa imembana ghafla. Lakini hiyo dhambi ni asiri, hakuna aliyejua. Wakamwambia mbembeleze, saa 11 tutawaisha hospitali. Baba na gari. Asubuhi saa 10 akaamka, kamwambia mke wake, nenda kamwangalie binti yako, maana mtoto kilio hicho hakikuwa cha kawaida, nataka tumwaishe hospitali. Mama akaenda kwa binti yake. Baba akaanza kufutafuta gari lake, anafuta gari. Wakati huo binti yuko ndani, mama akaingia. Akaanza, si unajua wanawake wanakuwa wanajivutavuta, safari za wanawake zinakuwa nzito, si ndio? Akaambia, mama, mbona mnachelewa? Kazi safari zenu na nyinyi huwa ni nzito. Wanawake bwana hawajawahi kuwahi hata siku moja, kila siku ni kuchelewa tu. Ambia, njoo baba fulani, njoo, usifikiri ni mambo madogo, njoo tu, njoo uone. Kuna vipimo vya awali, hahitaji daktari. Unafika, unaweka mkono, baridi. Unaweka kifuani, baridi. Akajaribu namda, mikono yangu ina ubaridi tu, ngoja niweke taya, baridi. Kavurisha tumbo mtoto, kumwekea baridi. Mtoto alishakufa saa nyingi, tangu saa 5 sumu ya panya imeshamaliza. Binti akawa analia tu. Asubuhi wao hawakujua kilichoendelea, ni siri yake, alikuwa amesafisha mazingira. Asubuhi mwana ukatokea, watu wakajulishwa Liwelelo, Mwambati, Boka Tabala wamemaliza kuzika. Wakasema, nafikiri watoto bwana huwa wakati mwingine michango imekuja ghafla. Wakasema mchango ulimbana ghafla, akafariki. Hakuna ugonjwa mwingine. Tangu siku hiyo yule dada akawa na afya inayozofika. Wengi wanasema kwamba huyu namba kwa sababu alikuwa anapenda mwanae, ndio maana ameshindwa hata kulechea afya yake. Kumbe kuna siri zinazoendelea. Akaishi hivyo. Alikuwa ni mtu mchangamfu, mtu mchesi. Tangu siku ile, ukibahatika kuona meno, shukuru Mungu. Yaani akikenua, ameshacheka mpaka machozi yanatoka. Ana siri ngumu sana ndani ya moyo wake. Dhambi huwa inawadanganya watu waifiche, wasiaibishe. Ameitunza ndani. Na ndio maana Adamu anauliza, uko wapi? Nimejificha. Nani amekuambia ya kwamba uko uchi? Wengi wanaofanya dhambi wana tabia ya kujificha, lakini ukweli ni kwamba dhambi haiwezi kumwacha mtu salama. Maisha ya mtu yanaharibiwa na dhambi. Dhambi ilipotokea duniani ilibadilisha mfumo wa maisha ya watu, na mtu ambaye anajihusisha na dhambi amechanganyikiwa. Mtu anayefanya uzinzi, akili yake haiko sawa, maana Bwana anasema afanyaye dhambi ya uzinzi hana akili kabisa. Maana yake nini? Huyo anajihusisha
anayejishusha na ukahaba amechanganyikiwa, anayehusika na wizi amechanganyikiwa, anayeloga amechanganyikiwa. Dhambi zote unazofanya, zingine unafanya za siri, umechanganyikiwa. Kila dhambi unayoifanya ni utambulisho wa kwamba akili zako haziko sawa, umechanganyikiwa. Yesu yupo leo, wale wanaohitaji kutuisha mzigo wa kuchanganyikiwa kwao. Hakuna dawa hiyo nje ya Yesu inaweza kukusaidia, Yesu peke yake. Huyu dada akaendelea kunyong'onyea, siku zikaendelea, akawa hawezi kula na kushiba. Unajua baraka ya amani inamfanya mtu anakula na kushiba. Unajua baraka ya amani inamfanya mtu analala usingizi. Ukiwa na amani utalala usingizi, ukalala fofofo, maana una amani. Kama hauna amani, hauwezi kupata usingizi wa kweli. Wesi, kipimo kingine cha amani kwenye maisha ya mtu ni kula chakula. Kama una amani, hata ukila viazi na maji unalala usingizi vizuri, lala fofofo kabisa. Lakini kama amani haipo, hata roast huwezi kujua kama ina ladha gani. Hata kama umedesign chakula, wako mafundi wanaojua kupika, lakini hutaona. Hata mchuzi wa kuku unaweza ukauliza, hivi hii ni mchuzi wa nini? Yaani kuku unauliza kabisa, hii kuku ni mchuzi wa nini? Kuku. Wewe umechanganyikiwa, kuna mahali hauna amani. Mtu analala 6 kwa 6, usingizi umegoma, anahesabu kenchi tu, kumbe hana amani. Aliye na amani hata turubai unakuta anahesabu vitatu: form 1, form 2, form 3, form 4. Kumbe ana amani. Wanasifiwe. Yule dada kakaa mwaka wa kwanza katika hali ya unyonge, mwaka wa pili hakuna amani, afya ilishapotea, hana tabasamu. Siku moja akasikiliza habari za wokovu, injili inahubiriwa, akawaza nitapataje kupona? Kweli wanasema hivi, haya yote na mimi naweza nikarejea kwenye hali yangu ya awali. Ameua mtoto wake kwa siri, lakini hakuna anayejua ni siri yake. Nataka nikwambie, siri zote ziko wazi mbele za Bwana. Huwezi ukasema una siri yoyote, maana siri zote ziko dhahiri mbele za Bwana. Huwezi kumficha Bwana. Yule binti siku moja wamehubiri, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Ile siku ya mwisho wamemaliza kuombea, yule binti akasikia habari ya kwamba Yesu Kristo pekee ndiye aliyekutana na yule aliyekuwa amechanganyikiwa. Na alipokutana na aliyechanganyikiwa, yule aliyechanganyikiwa ndio mwanzo wa maisha yake kubadilika, akaponywa na hali ya kuchanganyikiwa. Haijalishi kuchanganyikiwa kwake kulikuja kwa sura gani, yeye alikimbia, akaanguka magotini pa Yesu, akasujudu, akasema, nina nini nawe Bwana wa Mungu aliye hai? Usinitese. Zile nguvu zilizokuwa ndani yake zikasema, usitutese, turuhusu kuwaingia nguruwe. Haijalishi alikuwa amefunga njia, lakini alipokutana na mwanaume Yesu akawa amegeuza maisha yake. Nataka nikushauri jioni ya leo, hali ulionayo sio salama. Hakuna amani kwa wabaya, bali ni machafuko siku zote. Ugeuke leo, mwamini Yesu. Yesu ndiyo njia ya kweli na uzima. Anasema, njoni kwangu wenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Hiyo dhambi ni mzigo, hayo mateso ulionayo ni mzigo, hiyo hali iliyoremea moyo wako inakukosesha amani, ni kwa sababu kuchanganyikiwa ni mzigo. Utakula matope, utatembea uchi barabarani, utafanya vitu visivyofaa, utafukuzwa kila mahali. Lakini jioni ya leo Yesu yupo, anawaita wote wenye kulemewa na mizigo apate kuwapumzisha. Dawa ya kuchanganyikiwa iwe umechanganywa na matukio, lakini kuna njia moja ya mwisho ya kuchanganyikiwa. Sema ya mwisho.
hii imechanganya watu sana. Ni nguvu za kishirikina, uchawi. Sema uchawi. Watu wengi leo wanaokota makopo, wako watu wanaharibikiwa maisha yao kwa sababu ya uchawi uliokamata maisha yao. Watu wamebaki njia panda. Siku moja kwenye kijiji nachokaa, ikatokea kila Alhamisi tunazika, kila Alhamisi tunafanya mazishi, kila Alhamisi mazishi, kila Alhamisi mazishi, kila Alhamisi mazishi, kila Alhamisi mazishi. Mwisho wa siku tukasema wanawake wanaroga sana, akili ya kawaida. Tukasema kijiji kikaamua awamu hii watazika wanawake. Hiyo akili nayo bado ni ndogo. Wewe unafikiri wachawi ni wa kike peke yake, lakini hata unapowaambia wachawi kama kweli ni wachawi wakazike, si unawachochea na kuwakasirisha? Hawawezi kuendelea kufanya zaidi. Wanasifiwe. Amen. Haleluya. Mimi nikwambie, Farao aliita waganga na wachawi wa kike na wa kiume. Kwa hiyo wa kiume, tena wa kiume ndio wanapewa na vyeo. Kama kuna mchawi yuko katikati yetu hapa, yeye ni shahidi. Huwa hawaloki wa kiume tu, si ndio mama? Nimesahau hapa, wote wameokoka. Haleluya. Kila Alhamisi watu wanaanza kuhama taratibu, kwa sababu karibia kila Alhamisi watu wanajiuliza, zamu ya nani sasa inakuja? Hii Alhamisi inakaribia, itakuwa kwa nani? Hakuna hata mmoja aliyekuwa na ujasiri wa kuendelea kuishi kwenye kijiji. Kila mtu, watu wakajaa maswali, hata na walokole wakaona wasa, baba mchungaji, sasa hii hali, na mimi nimeonyeshwa kuna lori linabeba watu, limekuja kuchukua, kuteka watu, wanatekwa, wanauriwa, wanajazwa. Itakuwaje mchungaji? Nikamwambia, sikia, Yesu wetu ana uwezo, ana nguvu, sisi tuko salama. Hakuna atakaye kufa Alhamisi, kwa sababu tuko ndani ya Yesu. Kwa Yesu ni salama. Ukiwa ndani ya Yesu wewe ni salama, wala huwezi kuogopa. Na ndio maana walioko gizani, wanaochanganywa na mambo mbalimbali kwenye maisha, ushauri wa bure, ukimbilia kwa Yesu, hakutakuwa na hiyo hali ya kuchanganyikiwa. Ukijisalimisha kwa Yesu unakuwa salama. Walio kwa Yesu ni salama. Hakuna uchawi wala uganga juu ya nyumba ya Israeli. Haleluya. Biblia inaniambia kama bado uko gizani, Biblia inasema kitabu cha Zaburi ya 74 ule mstari wa 20 unasema ya kwamba gizani ni mahali palipojaa ukatili, hapo ndipo makao ya ukatili. Ukiwa gizani, huko ndiko ukatili wa kila aina umejaa. Wachawi wanaweza kukukalia, wachawi wanaweza kukatili maisha yako, maana pamejaa ukatili. Kimbilia nuruni ambako kuna usalama, nuruni kuna mwanga. Utakuwa salama ukiwa kwa Yesu. Lakini huko uliko gizani ni mahali ambapo ukatili umejaa. Kukatiliwa maisha ni kawaida, kukatiliwa hatua zako ni kawaida. Unaweza ukajitabisha kwa kazi bure, anakula mwingine, kwa sababu uko gizani. Gizani ni utumwa, gizani ni mateso. Geuka urudi kwa Yesu, utakuwa salama. Haleluya. Geuza makofi kwa Yesu aliye hai. Nataka nimalize. Yule mtu ikatokea, sisi tunayo dawa. Sema tunayo dawa. Yesu ndio jibu la maswali yote. Yesu ndio suluhu. Nikamwambia wanangu, tunaingia kuomba. Tukaomba siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Tulipomaliza siku ya tatu, Bwana kaniambia, injili ni uweza uletao wokovu. Kwa hiyo nenda kahubiri, tayari ule uweza wa injili uletao wokovu utakuwa umeleta wokovu kwenye mji mzima. Saa 8 za usiku akaniamsha, ilikuwa Jumatano kuelekea Alhamisi. Kaniambia, mwanangu, nenda kahubiri, maana injili ni dawa. Nikaenda kuhubiri saa 8. Nikafika nikaanza kuhubiri. Sikilizeni habari njema za matumaini kwa waliokosa matumaini. Yesu ni mkombozi na mwokozi.
wazi, Yesu anaokoa. Waliokusudiwa kuuawa hawatauawa, maana Yesu atakuwa ngao yao, atasimama upande wao. Kila anayepigana nao atakuwa anapigana na Yesu Kristo, na maisha yao yakifichwa ndani ya Yesu. Anayewagusa anagusa mboni ya Yesu. Sikia watu wa anga hili, ya kwamba Yesu anakusudia kuokoa. Hakuna mauti itapita, maana hakuna mlango wa kufikia wale watu walio ndani ya Yesu. Huwezi kumwangamiza Yesu uchukue mateka yake. Mtu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake, vitu vyake visalama. Ukiwa ndani ya Yesu uko salama. Ulinzi ni wa kutosha, ulinzi ni wa uhakika. Ukiwa ndani yake hakuna mauti, hakuna magonjwa, hakuna kurogwa, hakuna uchawi. Wewe ni salama. Geuka leo ili ubadilishe maisha yako, uwe salama kwa Yesu. Ni salama mno, hakuna shida kwa Yesu. Haleluya! Sema hakuna shida kwa Yesu. Sema hakuna shida kwa Yesu. Na mwisho wa mahubiri yangu nikasema, popote ulipo, kama unaumwa, naomba unifuatishe sala hii. Sema Bwana Yesu. Nikamwongoza sala ya toba, nikaongoza watu wapokee huko waliko. Hata kama hauko maeneo haya, lakini msaada wa Yesu, maadamu nia yako ni njema, unaweza kufuatisha. Wakawafuatisha, akawanafuatisha. Nikasema ninakwenda kuomba kuzuia mipango iliyokuwa imepangwa juu yako. Uliyekusudiwa kufa leo, ninatangaza wachawi wote wasikie, Alhamisi hatutazika, maana Yesu amezima hilo kusudi la adui limeharibika tangu leo. Haijalishi kwenye maisha ya familia yenu, ya malango yenu, kuna aina za mateso ya namna hiyo. Wewe ukipokea Yesu, Yesu wako atafanyika kuwa dawa, atafanyika kuwa tiba, atafanyika kuwa kinga. Mwamini Yesu ili usalama uingie nyumbani mwenu. Mpokea Yesu ili kusudi kuwa na uzima wa tele nyumbani mwenu. Ikatokea anawaambia, naomba mnibebe mnipeleke kwa yule anayehubiri. Wakamwambia, mtu linapayuka usiku limechanganyikiwa, hatuwezi kukupeleka. Namna tukupeleke kwa mganga. Akamwambia, hapana. Kumbe kuna mtu alikuwa amezidiwa usiku huu. Injili ni uwezo uletao wokovu. Leo injili inahubiriwa mahali hapa. Unaweza ukaona kama ni mchezo, unaweza ukapuuza ukadharau, na kinataka nikushauri leo ya kwamba injili ni uwezo uletao uzima. Hapa tumekusanyika, tumeleta mwanaume Yesu aliye hai, tumeleta uzima wa watu wa anga hili, wa watu wa eneo hili. Ukisikia leo na kupokea, uzima utaingia marangoni mwako, uzima utakuwa ndani yako. Haleluya! Haikutokea mauti. Tangu siku ile kukawa kumekosekana mauti. Uchawi unachanganya watu. Watu leo wamechanganyikiwa kwa sababu kuna uchawi. Mama moja Mwanza alituita kwenye nyumba yake. Amehamia Mwanza, amejikamua, akauza shamba, akahamia mjini, kahela kameongezeka. Amemaliza kujenga, ameenda pale kwenye nyumba yake. Ukila dagaa asubuhi unakuta mifupa ya kuku pale mezani. Na ng'ope la mshijiji uje mjini, kawasabile tushoke mjini. Haleluya! Uchawi unachanganya akili za watu. Unauza hata kwa bei ndogo, unahama. Bwana asifiwe. Haleluya! Unaweza unakula, ukinunua sukari ukachelewa kuiweka kwenye chai, unakuta imeshatumiwa na wenzako. Ukipika nyama ukafunika, unasubiri watoto watoke shule ndio mle, wewe na uhakika utakutana na mchuzi, nyama zote zimeisha. Gizani ni mahali palipojaa ukatili. Huo ni ukatili wa hali ya juu. Lakini nani ambaye hawezi kukatiliwa na ukatili huo? Yule aliyekimbilia nuruni. Hakuna ukatili kwenye maisha yake. Yule mama nikamwambia, usihame, tunakuja hapo. Yesu akiwa tu pale, usalama ni wa kutosha. Usihame.
maana wengine wanakufanyia hivyo uhame, upauze kwa bei ndogo. Wanaweza kukufirisi kama hauna salama ndani yako. Yesu ndio ngao yetu na kinga yetu. Tunalindwa na nguvu za Bwana kwa njia ya imani. Walio na imani wanalindwa na nguvu za Bwana. Biblia inasema ya kwamba utamlinda yeye ambaye moyo wake unakutumainia. Utamlinda, Isaya ya 26 mstari wa 3. Utamlinda yule ambaye moyo wake unakutegemea. Wale walio tayari kumwamini Yesu na kumtegemea watakuwa salama kwenye maisha yao. Tukaenda kwenye nyumba ile, ilikuwa na maeneo ya kisiri. Tukaingia pale, kaambia mama, mpango wa kuuza usiuze tena. Hapa tunakaribisha Yesu. Alipo Yesu yote yanawezekana. Tunakaribisha Yesu. Kesi inaisha. Hii kesi ni ndogo mno. Hakuna mchawi mbele ya Bwana. Yesu ni mchawi zaidi ya wachawi. Nikamwambia hapa ni salama. Akiwepo Yesu tu. Amepungua Yesu tu hapa. Akiwepo Yesu huwezi kuhama. Hautapachukia. Hapa ni pazuri, panafaa. Hata kama kuna zama poza, Yesu ni chumvi ya ulimwengu. Hata kama ni pachungu, patapendeka, patakuwa patamu. Yesu ndio chumvi ya ulimwengu. Tukaomba, tukazunguka pale, tukakaribisha Yesu mahali pale. Lakini hata kama tukipaombea pale, wewe Yesu ndani hayumo, itakuwa ni kazi bure. Sasa sikia ushauri. Yesu akae ndani yako kwanza. Akishakaa ndani yako, wewe utakuwa ndani yake pamoja na vitu vyako vyote. Nyumba yako, mali zako, watoto wako, kila kitu kitakuwa salama. Mpokee Yesu leo. Akasema niko tayari. Maana kama ni kwa waganga nimetembea. Mimi nikwambie, mganga na mchawi meza moja. Wote ni meza hii. Farao aliita waganga na wachawi. Mimi kwa akili ya darasa la pili nikafikiri siku moja kwamba mtu anaenda kwa mganga. Mganga anakwambia kaoge njia panda. Alafu ukimaliza kuoga njia panda, basi unaondoka, mikosi yako yote umeiacha wapi? Halafu kesho jirani yako anaenda, anaambiwa kalete mchanga wa njia panda. Anachota pale. Halafu na yeye anaaminishwa kabisa, ukishachota mchanga njia panda, mambo yako yatanyoka. Kumbe amebeba mikosi yangu niliyooga jana, nikapasua nazi, nikavunja yai. Yeye naye akachota. Hivi si mnaingia mle. Matatizo mengine umeyaokota kwa mganga. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Yesu akaingia kwenye maisha ya yule mama. Hapa kutokea tena mauzauza. Haya kutokea tena. Lakini nataka nikwambie wewe ambaye unaamini waganga wanaweza kutengeneza salama kwako, ninataka nikwambie ni hatari kuliko maelezo. Yesu pekee ndiye mtaalamu. Anaweza kuyaokoa maisha yako na kuyaweka salama. Yesu ndiyo jibu la wote waliochanganyikiwa. Iwe umepita mapito ya namna gani, una hali gani ndani ya moyo wako, hata sasa una amani, hauna raha kwa sababu ya mapito. Umechanganyikiwa, unajiongelesha mwenyewe, umetendwa mabaya, moyo wako umejaa maamuzi yasiyofaa, hauioni thamani, umejaa moyoni mwako uchungu, unatamani kulipiza kisasi. Nataka nikwambie usamehe leo, uwasamehe waliokukosea na umpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Yule dada ambaye aliua mtoto wake, siku moja aliposikia habari njema, akawafuata wachungaji akawauliza, je, ninaweza kusamehewa watumishi wa Bwana? Je, ninaweza kusamehewa? Wakamuuliza ni kwa sababu ipi? Akawaambia ya kwamba mimi niliua mwanangu kwa sababu wazazi hawakunipa ushirikiano wakati nikiwa na mimba, mpaka na mtoto alipozaliwa wale wanaume waliokuwa wamenidanganya walinitelekeza. Nimeua mimi hapa nilipo, sina amani, wala hakuna anayejua, hata wazazi wangu hawajui, maana ni siri yangu. Iko dhambi ambayo uko nayo, ni siri yako, hakuna anayejua. Ni kweli, lakini nataka nikwambia inajulikana mbele za Bwana. Akauliza, ninaweza
kusamehewa, wakamwambia unaweza kusamehewa, na ukishasamehewa matatizo yote yataondoka. Ukishasamehewa utatua mzigo, hali ya kuchanganyikiwa itaondoka, utakuwa na amani. Tangu leo afya yako itarudi iliyopotea, kibali chako kitarejea, ile hali ya kukataliwa itakuwepo tena. Yule mtu akakata shauri akamwamini Yesu. Tangu alipomwamini Yesu, tangu alipompokea Yesu, maisha yake yakabadilika, maisha yakawa salama. Nataka nikwambie leo, ukimpokea Yesu maisha yatakuwa salama. Naomba tusimame. Yatakuwa salama. Unatafuta salama huku na kule hujapata. Mimi nakupa ushauri wa bure. Ndugu yangu, huko uliko umechanganyikiwa. Hizo dhambi ni kuchanganyikiwa. Hebu naomba tusongeleane mahali hapa. Umechanganyikiwa na mambo gani? Yamkini unahangaika na maisha, unajitabisha kwa kazi bure, mwisho akili yako imechoka. Umekuwa mtu wa kuonewa, umekuwa mtu wa kunyanyaswa na shetani. Lakini leo Yesu amekuona ndugu yangu, anataka umkabidhi maisha yako. Inua mikono yako juu. Naomba watu wote tusogeleane mahali hapa. Kama mtu ataamua kuondoka bado, kwa sababu somo limetuongoza, watu wengine waliochanganyikiwa wanaweza wakapuuza, wasione kuwa ni jambo la muhimu. Lakini mimi nataka nikwambie, kama wewe haujachanganyikiwa, uweze ukakaa mbali na Bwana wakati Bwana anawahudumia watu wake. Kama haujachanganyikiwa, naomba usogee hapa. Kama wewe nawe umechanganyikiwa, unataka msaada, karibu mahali hapa. Yesu anawaza mema. Yesu anatuwazia mema watu wa kijiji hiki. Ndugu yangu, maisha ya duniani ni mafupi, yamejaa taabu. Bila Yesu hakuna usalama. Bila Yesu maisha ya watu ni magumu. Watu wanateseka, wanatembea, wanaongea wao binafsi barabarani. Hata kama hawajatupa nguo, lakini wameelemewa mioyoni mwao. Ni ishara ya kuchanganyikiwa. Hiyo hali ulionayo, umebaki njia panda. Una maswali yasiyokuwa na majibu. Unajiuliza, nini hatima ya mateso? Lini matoto haya yataondoka? Ukatili unaendelea kwenye maisha yako. Pokea Yesu leo kwa ajili ya usalama wako, ukiwa umeinua mikono yako juu. Hebu unyamaze, mimi niombe. Asante Baba wa uweza, Mungu unayetupenda na unayetuwazia mema. Wewe ni Bwana, ukaona wanadamu wanavyoteseka, ukamtuma mwanao Yesu Kristo kwa ajili ya watu wenye kuelemewa na mizigo, upate kuwapumzisha. Yule aliyekuwa amechanganyikiwa, naye hana makao pamoja na binadamu, yuko porini, msituni, yuko makaburini, anajikatakata kwa mawe, wala hahurumii mwili wake. Kumbe alikuwa amechanganyikiwa, alikuwa tishio, amezuia njia. Kumbe ametupiwa roho chafu, kumbe amevurugwa, ameharibiwa. Lakini alipokutana na wewe, alipokea msaada, alipokea msaada. Hata leo wanao walioko mahali hapa, Bwana, wewe ndiye msaada. Yeyote anayekutana na wewe aliyechanganyikiwa, akawa tayari kusujudu, hata kuwa salama kwako. Angalia maisha ya mtu huyu. Yesu uyageuze, uyabadilishe na kuyafanya kuwa salama kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ukiwa umeinua mikono yako juu, wewe unayetaka kumkabidhi Yesu maisha yako leo bila kumwangalia nani, mimi nataka Yesu anisaidie. Haijalishi ni dhambi gani ulizofanya, hauna amani, lakini nataka leo kumpokea Yesu. Wote tushushe mikono. Lakini yule anayetaka kumkabidhi Yesu maisha, nyosha mkono. Nyosha mkono, unataka kumpokea Yesu. Nyosha mkono, unataka kumwamini Yesu leo. Nyosha mkono, unataka kumpokea Yesu. Usiogope. Nataka niombe pamoja na wewe. Sogea hapa baba yangu nikuombee. Wale mnaotaka kumkabidhi Yesu maisha, sogea hapa mama yangu.
Sitokea hapa dada zangu, niwaombee. Naomba wale wanaotaka kumkabidhi Yesu maisha yao. Watu hawa ni wa thamani sana. Mungu wetu anawapenda, anawazia mema. Anataka hawa watu waondokane na mateso. Haleluya. Usiogope ndugu yangu unapotaka kumwamini Yesu. Nataka niombe na wewe. Yesu anakupenda. Hapendi kuona unaendelea kuishi kwenye hali hiyo. Hiyo hali sio salama. Hiyo hali sio nzuri. Umepitia mangapi? Hawa ni wale ambao wanataka kumkabidhi Yesu maisha yao. Wale wanaotaka kutengeneza na Yesu wawe nyuma yao. Kuna watu wanataka kutengeneza maisha yao na Yesu. Wanaishi katika wokovu lakini kuna madhambi yako. Haina maana kuhubiri watu wamgeukie Yesu wakati hata waliomo ndani ya Yesu nao ni wamekufa. Ni ajabu. Naomba uweke mkono hapa. Mmoja, weka mkono mmoja. Alafu inua mkono mmoja juu. Funika macho yako. Naomba unifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu. Ongea kwa sauti. Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi mwanao mwenye dhambi. Nimesikia maneno yako ya uzima. Nami nimeamua kukupokea Yesu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea. Tangu sasa Baba, unifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike kwenye kitabu cha uzima. Ninakupokea wewe Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Namkataa shetani pamoja na mambo yake yote. Yesu nitawale kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Sasa funika macho, weka mikono yako tukifuani, na mimi nitakuombea na watumishi wa Bwana tuko hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo li hai, neema yako Yesu Kristo iwe juu ya baba huyu. Wewe ni Mungu mwaminifu, umrehemu na kumsamehe kwa damu yako. Takasa maisha yake Bwana, muhurumie Baba. Huyo amekata shauri mbele yako, maisha yake yapokee ya Yesu. Yesu rehemu Bwana, orosha juu ya Baba, kiria rehemu kuna hataso yake kwa jina la Yesu. Kila mishehemu na
Nataka tuombe pamoja na wewe. Yesu, ingia ndani ya maisha yake. Kama una shida ya kumfanya kuwa salama. Nataka tuombe pamoja na wewe. Unaumwa hata kama umeokoka na unaumwa. Kwani ina maana gani kuwa umeokoka na bado unaumwa? Kama una shida ya afya, njoo tuombe pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ali hai, uwezo wako na nguvu yako Yesu Kristo, hiyo pekee inayoondoa mateso kwenye maisha ya watu wote. Yesu, kutana na mtu huyu kwa jina la Yesu. Kila uchawi na uganga na nguvu za mashetani kwa jina la Yesu. Roho ya mateso kwa jina la Yesu. Ndani mwake toka kwa Mungu. Kwa jina la Yesu. Toka ndani mwake. Karibu. Kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Amen. Karibu mchungaji. Amen. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri kabisa. Kila mwenye pumuza toa sauti yako, mshangilie Bwana jamani. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe sana. Najua kila mwenye wasikio amesikia na kila mwenye akili amefahamu kile ambacho mtumishi wa Bwana alikuwa anakizungumza. Alikuwa anazungumza juu ya maisha yetu. Kwa hiyo ni bora kabisa wewe ambaye unasikia sauti ukafanya maamuzi ya